Bana, mambo vipi? Kama kawa, karibu sana kwenye Bongo Plus TV na leo ni big news for now. Bana, leo nimekuja na mzuka kinomanoma kwa sababu siku leo kuna vitu vingi sana ambavyo vimetokea of course kwenye mitandao ya kijamii. Mambo ni mengi sana lakini muda ni mchache. Tukasema so mbaya Bongo Plus TV tukuletee ili kusudi tukusamarizie zile story zote za burudani na vitu ambavyo vinatokea kwenye mitandao ya kijamii. Tukusogezee popote ulipo na enjoy na ufurahi mambo yanayoendelea katika platform au katika dunia zima, au sio bwana? Of course mimi naitwa Riziki bwana Alibia Kitengo, Ripo Secretary. Nipo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha zile story zote ambazo hauzifahamu tunakufikishia wakati ulipo, au sio bwana? Toka kwenye maeneo headquarters za Bongo Plus TV bwana. Na leo good news for now kupitia mitandao ya kijamii. Nafahamu bana, kuna ngoma moja ambayo sasa hivi ukipita kila sehemu au ukipita kila mitaa, ukipita sehemu yoyote na maanisha kama umpenzi sana kupakia bodaboda waga ulishai kusikia hizo ngoma za JTMC mapenzi sia. Hii ni moja kati ya ngoma of course sasa hivi inasumbua sana kwenye hii wiki, na ni ngoma ambayo collaboration zake zimefanya mpaka hii ngoma imesogea kidogo, kwa sababu kwenye collaboration pale kumeunganishwa watu mbalimbali, na maanisha vision mbalimbali za watu ambao wanaimba muziki tofauti tofauti, na maanisha bongo flavor wapo pale, lakini pia hip hop wapo, lakini pia muziki fulani hivi wa singeli mduara wapo. Also bana, anazungumzia Vanilla yuko humu ndani, lakini pia Baddest, JTMC mwenye ngoma mwenyewe akiwa na J Combat, akiwa na DJ Musizo, DJ Mushizo, sio bwana. Lakini pia moja ya vitu ambavyo watu wanafurahi sana kumuona DJ Mushizo akiwa anaendelea kufanya vizuri katika ngoma zake zote ambazo wanachukua wasanii na kuwashirikisha na kuwakutanisha kwa pamoja. Tumeona ngoma nyingi sana kina J Combat, sio bwana, kawachukua kutokea Morogoro Kolugulu, sio bwana. J Combat kamchukua kakaa naye kwenye vibao vingi sana, umepiga mabao akiwa na ndugu yake, akiwa na mshikaji wake ambaye anaitwa Baddest 47, mtoto wa mchungaji kutokea Mbeya City Green City. Alimshirikisha kwenye ngoma mbili, na hii inaweza ikawa ni ya tatu of course. Amemshirikisha sasa hivi kwenye mapenzi sia, wamekutana. Vanilla kaingia kama generation ya kufanya kionjo cha ngoma ya mapenzi sia, na sasa hivi ni moja kati ya ngoma sasa hivi iko kwenye platform top list. Ukitaja zile ngoma ambazo zinatafutwa sana kwenye mtandao wa Boomplay, Audiomack, Shazam na mitandao mingi ambayo inapandisha muziki, basi mapenzi sia ni moja kati ya ngoma ambayo inasikilizwa sana of course, watu wana enjoy, wana fry. Sasa good news for now ni kwamba Vanilla kupitia kwenye page yake ya Instagram ameamua sky kimya, kwa sababu amekaa trending, amekaa chat kwa muda mrefu, akasema so kesi tunaweza tukaongea, lakini kuna nyakati au kuna wakati tukubaliane na ukweli tu, so bana. Kuna wakati unaweza ukasema bwana, huu muda ni wa distract za rap, tuupe muda wao bana, au upepo upite alafu tutoe ngoma zetu zingine. Sasa Vanilla ifanya vice versa na kuambia mashabiki kupitia page yake ya Instagram kwamba huu muda ni muziki wa singeli, kwa hiyo tuache kwanza muziki upigwe wa singeli kwanza, muda wetu wa bongo flavor bado. Na ukiangalia ni kweli, kwa sababu muziki mingi sana sasa hivi ambao ina trend ni ya singeli. Generation ya artists wanakuja wanafanya vizuri, wanafanya ngoma kali. Lakini kabla ya kuendelea, mimi nanukuu maneno ambayo ameyazungumza Vanilla kupitia page yake ya Instagram na kuposti na kutagi au nikiwa na maana ya kusema kwamba kuwahusisha wasanii wote ambao wanaimba muziki wa bongo flavor, kwamba kuna muda, kuna nyakati au kuna wakati muziki unabadilika unaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo huu ni muda wa singeli wa bongo flavor, tulie kwanza. Bwana Vanilla kwenye page yake Instagram kaandika hivi, na kusomea kama ilivyo type au kama ilivyo posti kwenye page yake Instagram dakika kadhaa zilizopita. Anasema kwamba wasanii mnachelewa kukubali ukweli kwamba huu ni muda wa muziki wa singeli. Haya, sisi tupo. Haya ni maneno ambayo ukiangalia mara mbili unajua kwamba kumbe kuna muda ambao muziki wa singeli unapigwa sana na unakimbia sana. Na kipindi cha nyuma watu walikuwa wanaudiscuss muziki wa singeli, ni muziki ambao sasa hivi yani ni muziki ambao so official sana, so kila sehemu unaweza ukapigwa. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika, kuona kwamba muziki wa singeli, viongozi pia, kuna viongozi wanacheza, wanafry singeli maudhui yanayotolewa kule, au so bana. Lakini pia baadhi ya manaibu
wa michezo na burudani kupitia hapa Tanzania, wanaosupport muziki, wanaosupport sanaa, wameweka kama ni muziki ambao unatangaza taifa, icon, traditional song also bana. Kwa hiyo ni muziki sasa hivi ambao unapendwa sana kwa sasa hivi, lakini pia generation kama nilivyokuambia, generation zinazidi kusogea, zinazidi kuendelea, watu wanazidi kuachia ngoma sana. Sasa hivi kuna mdogo wetu mmoja imeibuka anaitwa Dogo Pattern, imefanya collab yake au of course imefanya collab yake na Zuchu inaitwa Fande au so bana. Ukipata time kasikilize, moja kati ya ngoma kali sana, na sasa hivi pia na yeye anafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Headline zimemake sana vionjo vyake, challenge zake Instagram, TikTok. Ni moja kati ya artisti wa singeli ambaye anakuja vizuri sana. Swali unajiuliza kama mimi hivi ninavyojiuliza, je, wasanii wa Bongo Flava wanafeli wapi mpaka replacement zinakuja kama hivi kwa hali ya juu na wanakaa kwa muda mrefu sana? Wasanii wa Bongo Flava tumeona wamekaa kwa muda mrefu kinoma noma, yaani wamekaa mpaka inafika hatua watu wa singeli, wasanii wa singeli wanakuja kureplace zile nafasi ambazo wamekaa wasanii wa Bongo Flava. Sasa mimi nataka maoni yako kama ni mwanafamilia wa Bongo Plus TV kupitia Big News for Now. Ni kwamba wasanii wa Bongo Flava mnafeli wapi? Ni kwamba hawakazi kutoa maudhui ama ndo ile uvivu wa kulima au so bana? Alafu kama kuna msanii wako ambao unamuhisi unatamani akae kwenye chati lakini pia ni mzembe, unaweza ukammention hapo ukamtagi, alafu mambo yanakuwa kinyamwezi kinamanoma. Lakini pia kuna wasanii kipindi cha nyuma walikuwa wanafanya vizuri, sitowataja lakini wanajulikana, lakini sasa hivi hawasikiki. Shida iko wapi? Drop ya comment kwenye Bongo Plus TV. Mimi nimekusogezea hayo kupitia hapa Bongo Plus TV. Mimi naitwa Ripo Secretaries Kibwana. Usisahau kufuatilia Bongo Plus TV, tunaendelea Big News mpaka kileweke. Peace.